Bana, nikukaribishe sana ndugu msikilizaji wa Simulizi Tz katika simulizi ya utamu wa shemeji. Huu ni mwendelezo wa sehemu ya 4, na pale tulipoishia katika sehemu ya 3 tuliona Yana na shemeji yake George wakifanya mazoezi, na kisha katika sintofahamu isiyoeleweka tukio la ajabu linatokea baada ya Diana kudondoka katika kifua cha shemeji yake George. Lakini pia tuliona umeme umekatika huku George akiwa na shemeji yake Diana sebuleni. Basi baada ya kukatika, Diana anashtuka na kumlokia shemeji yake George, lakini George bila Yana anampokea juu kwa juu na kisha kukishika kiuno cha shemeji yake barabara. Lakini ghafla mlango wa chumbani alipokuwepo mke wake George unasikika ukifunguliwa. Sasa je, ni nini kilitokea baada ya kufunguliwa mlango? Hii ni Simulizi Tz. Langu jina ni Mr. A Romantic, na huu ni mwendelezo wa sehemu ya 4. Hakika hii ni simulizi nzuri, tamu na hadhimu kutoka hapa Simulizi Tz. Tafadhali ndugu msikilizaji, tusonge pamoja katika mwendelezo huu wa sehemu hii ya 4. Basi baada ya mlango kufunguliwa, George alimshusha kwa haraka Diana. Alimshusha kwa haraka kabla hajaonekana. Jamani, nilikuwa nahisi joto mno ndani. Kumbe umeme ulikuwa umekatika. Ana alizungumza huku akionyesha ishara ya kwamba anauliza. Basi huku Diana akitoka sebuleni na kuelekea chumbani kwake, ndipo George alijibu, yes waifu, na ndo maana hata sisi hapa umetukuta tunatoka. Nilikuwa nakuja kulala chumbani mke wangu. Oh, okay baby. Basi ndipo George alisogea moja kwa moja mpaka pale alipokuwepo mke wake, yani Diana, kisha akambeba huko akifanya kama anamzungusha hivi. Alafu baby, yani unanyanyua kama katoto vile jamani. Baby, hapana. Unajua kamwili kako kana ruhusu kabisa mimi kukufanyia hivi. Unajua Bwana Mungu katika kukuumba, alipokuumba alikuumba vyema, lakini naamini kabisa alikuumba special kwa ajili yangu. Mimi naamini alikuumba mahususi kwa ajili yangu, ili pale ninapohitaji kufanya chochote niwe naweza. Kabisa. Na hii ni ishara wazi ya kwamba upendo na nguvu kuliko mauti. Basi waliingia ndani wakiwa kwenye dimbwi zito la mahaba, yani mume na mke. Hakika ndoa yao ilikuwa bora mno, tena na nzuri. Watoto wa kisasa wanasema ilikuwa pambe. Baby, nimeshaweka maji ya moto sasa. Sijui itaanza na kipi. Upate upumzike ndo upumzike, au upumzike ndo upate upumzike? Baby, utaniua mimi, utaniua jamani. Baby, you kill me. Mbona nifanya nijione mtoto jamani? Unanifanya nijihisi kama vile dunia nimeibeba mgongoni vile, yani naimiliki mie.
baby you kill me. Oh baby jamani, huu ni wajibu wangu. Yes my hubby, huu ni wajibu wangu kabisa, kwa sababu wewe ndo sababu ya haya yote. Wewe unanifanya kila siku nione kama tumetoka kufunga ndoa jana. Wewe ndo unayenifanya nihisi amani, furaha na kila kitu katika hii dunia. Yeah. Kwa nini unasema hivyo? Baby, kwa mengi tu. My hubby, unanijali, unanipa thamani na kunipa nafasi ya kwanza kwa kila kitu katika maisha yako. Oh, wow. Kumbe unalifahamu hilo. Basi ndipo alisogea kwa karibu, kisha akambusu. Hakika nitakupenda kipenzi, na nitalilinda penzi lako. Hakika sitokuacha asilani, kwa sababu umenifanya nijue thamani ya upendo. Umenifanya niwe na furaha. Umenifanya nijue utamu, amani na kila kitu katika engo zima ya upendo. Ana, wewe kwangu umekuwa ni zaidi ya mwalimu. Thamani ya upendo unayonipa nami nitaizidisha maradufu, ili kila kuchwapo, kila itwapo leo, upendo wetu ung'ae zaidi ya mbala mwezi. Basi alimsogelea kwa karibu, akionyesha ishara tosha ya mapenzi na mahaba mazito. Kisha akamshika katikati ya mwili wa Ana, akamwambia, bila wewe mimi sitoboi kabisa. Mke wangu, tafadhali twende, nataka nipate nipumzike. Nataka nipate nipumzike kwanza, kisha ndo nipumzike, alafu nipate kupumzika. Maana mtoto wa Kichaga, hakika kwako sitoboi, nimefika mie. Zaidi ya mlima Kilimanjaro. Yani balao lilonalo ni zaidi ya mwale wa Kizalamu. Kuna muda nahisi kama vile umesingiziwa kwa Mchaga. You kill me mama. Baby you kill me. Mahaba yako mihoi. Basi usiku wao kwao ulikuwa mtamu mno, kwani kila siku kwao walitamani kuifanya kuwa mpya. Unajua, kuna siri moja ambayo imejificha kwenye maisha ya ndoa au katika maisha ya mke na mume. Unajua, kama mkiamua kufanya maisha yenu kila siku yaonekane mapya kwa namna ya kuipamba kila siku yenu, ya kuifanya ile siku yenu ionekane kama vile mmeanza mapenzi yenu jana, basi hilo penzi au hiyo ndoa, amini ya kwamba itadumu milele. Na sasa George na Ana walilionyesha hilo. Basi ilipofika asubuhi, kama kawaida, walijiandaa. Ingawa Ana kwake alikuwa na haraka mno kutokana na meeting aliyokuwa nayo, hivyo alikuwa wa kwanza kutoka na kuelekea kazini. Ndani muda huo alibakia Diana
pamoja na George. Nao baada ya kumaliza kupata breakfast, basi George alimsogelea Diana. Alimsogelea kwa karibu zaidi, huku Diana akiwa elewi hili wala lile. George alimsogelea akiwa kwa nyuma, na Diana ambaye alikuwa bize kabisa na kuifunga zipu yake ya gauni. Ndipo George akaishika ile zipu na kuanza kuipandisha taratibu kwa kumsaidia, huku kidole chake kimoja kikigusa ngozi ya Diana. Basi hapo ndipo Diana alijikuta akipata msisimko usio wa kawaida. Jamani shemeji, aliruka. I'm sorry Shem. Nilikuwa nakusaidia tu. Okay, asante, usijali. Asante kwa msaada wako. Diana alimwangalia George kwa jicho lisilokuwa la kawaida. George alijiuliza ndani ya kichwa chake, hivi huyu Diana ana maana gani huyu? Mbona ananichanganya? Jicho gani aliloniangalia hili? Au tayari huyu ananitamani? Alijisemea huku akiingia chumbani kwake kwenda kuchukua funguo ya gari. Kwenye maisha yangu sijawahi mpata mwanamke ambaye bado ana usichana wake. Sasa huyu Diana huyu, mbona anataka kunitia majaribuni mimi? Si shemeji yangu huyo. Aise, hapana, siwezi fanya dhambi kama hiyo, siwezi kabisa. Siwezi kufanya kitu kama hicho, alizungumza na nafsi yake. Basi upande wa pili Diana alikuwa akijisemea kimoyomoyo, huyu shemeji huyu mbona simuelewi? Mbona simuelewi? Inakuwaje anataka kunifunga zipu yangu bila ruksa? Alafu pia mikono yake mbona kimenisisimua namna hii? Huyu. Basi walitoka na kuelekea kazini. Baada ya kama masaa 4 hivi, George alikuwa ametulia ofisini kwake kimya. Mawazo yalikuwa mengi mno. Alikuwa akifikiria mambo mengi kichwani mwake, lakini kubwa lililokuwa likimtesa, alikuwa akifikiria action za Diana toka mambo yalivyoanza kubadilika baada ya kupata kazi. Uzuri wa Diana, macho ya Diana, shepu ya Diana ambaye ni shemeji yake. Lakini alikadhalika yale matukio yaliyokuwa yanatokea. Aliwaza siku ile alivyodondoka katika kifua chake. Aliwaza alivyombeba na kumshika kiuno chake. Lakini leo pale alipomfunga zipo, alijikuta akitabasamu tu. Alijikuta akitabasamu huku akionyesha wazi kwa kuna jambo ambalo linamtatiza. Alijisemea, kwa nini namwaza hivi? Kwa nini namwaza sana huyo? Hapana, hili ni pepo. Mungu wangu, naomba niongoze, lishindwe kabisa. Basi upande wa pili kwa Diana, alikuwa na rafiki yake ambaye anafanya naye kazi wa kuitwa Irene. Huyu mwanadada alikuwa mwingi wa mambo, lakini pia siku hiyo aliingia kazini akiwa na furaha
isiyo ya kawaida. Aileen rafiki yangu, mbona leo upo na furaha hivyo? Diana alimuuliza. Kisha akamwambia, Diana, mapenzi muda mwingine yanakufanya uwe chizi. Na tena mapenzi matamu, ukimpata anayekujali na kukupa kitu roho inapenda. Irene, una maana gani kusema hivyo? Diana, kupendwa raha rafiki yangu. Sikuwahi kufikiria kama nitampata mwanaume atakayenijali. Lakini pia sio kunijali tu, na kunifanya nione raha na utamu wa mapenzi. Hakika hii ni kwa mara yangu ya kwanza katika maisha yangu. Sijawahi ona. Irene, mbona unaongea kimafumbo hivyo? Kwani ni lipi unalolimaanisha? Kwani unamaanisha nini? Diana rafiki yangu, unajua ninavyosema namaanisha. Yaani namaanisha kabisa. Acha utoto bwana. Namaanisha kabisa ujue. Si unamkumbuka yule boyfriend wangu yule, Anodi? Aise, wewe acha tu. Sijui nikwambiaje. Unajua mimi kwenye relationship nimewahi kutana na mwanaume mmoja, tena kwa mara ya kwanza. Na tokea hapo sikuwahi kukutana na mwanaume yoyote yule. Kwa zizi sikuwahi kuenjoy. Lakini cha ajabu, Anodi. Sijui nikwambiaje Diana. Anodi amenifanya nijue nini maana ya mapenzi. Na amenifanya nijue raha na utamu wa mapenzi, na kunifikisha katika vilele vya milima kwa mara ya kwanza. Na furaha yangu ndipo nilipoipata. Wewe unamaanisha nini kwani? Diana, acha kabisa mapenzi matamu na furaha moyoni kwa sababu nimepewa kitu ambacho sijawahi kupewa. Haya, hongera rafiki yangu. Maana mimi hapana, siwezi kukurupuka katika hayo mambo. Maana wanasema ukikurupuka unaweza ukaangukia pua, na ndio maana Waswahili wakaja kusema haraka haraka haina baraka. Shoga yangu, we Diana, wewe mbona unachelewa hivyo? Au wewe ndio wale wasichana ambao utasikia hawataki kufanya chochote mpaka waolewe? Hayo mambo ya kizamani yashapitwa na wakati. Tena chunga, siku hizi unaambiwa malighafi, shoga yangu, watu wanataka kuzikagua kwanza. Yaani huwezi kununua bidhaa bila kujua utamu wake au kujua ubora wake. Sasa wewe baki hivyo hivyo, mwisho wa siku utakutana na mitaila, utapishana na magari ya mshahara ndugu yangu. Oho, shoga yangu, maisha yenyewe yako wapi hapa? Labda nikwambie kitu, tafuta kaboi kako, alafu wewe mwenyewe utaniambia. Hivi wewe
Unaona uko sawa kweli? Unaona upo sawa? Mimi nikikuangaliaga ujue unanichosha. Yaani we Diana, mtu akikushika shingo kidogo au kiuno kidogo kwa bahati mbaya unashtuka. Yaani unaruka kama vile Mmasai anavyopiga mori yake, au kama Mmasai aliyepewa ndama. We haya, maisha mafupi haya shoga yangu. Aileen, kwani dawa ya hiyo yote ni nini? We Diana wewe. Makubwa, ina maana uelewi? Amka bwana. Basi simu ya Diana iliita. Alipokea na kutoka nje kuendelea na simu yake. Basi upande wa Ana mambo yalikuwa ndivyo sivyo. Kulikuwa na baraza ofisini. Baada ya kufika bosi Deriki, alimuita na kumuuliza, hivi Ana, unafikiri nini juu ya jambo ambalo nimekwambia? Nafikiria kitu kimoja tu, kuacha kazi. Unataka kuacha kazi? Hapana, hiyo si sawa. Utakuwa unakosea sana. Ana, wewe ni mtu muhimu sana katika hii ofisi. Kuacha kazi kwako unaenda kuiangusha kampuni yangu. Una majukumu muhimu na makubwa. Hapana, sipo tayari kukuona ukiacha kazi. Kama unataka nisiache kazi, bosi, naomba kitu kimoja tu, usinisumbue. Niache niwe huru na maamuzi yangu. Sipo tayari kuwa na wewe. Sawa? Ana alikuwa serious. Alionyesha msimamo. Alionyesha kwamba yeye ni mwanamke alielelewa katika maadili. Hakutaka kuyumbishwa kwa sababu ya kazi, bali alijali utu, heshima na nidhamu ya ndoa yake. Basi siku kadhaa zilipita. Ana alikuwa busy na kazi zake na mambo yake kwa ujumla. Siku moja akiwa ofisini kwake, alipokea barua iliyomtaka kusafiri kwenda Kigoma kikazi, na ilikuwa ni ndani ya wiki moja hadi wiki mbili. Ilikuwa ni taarifa ambayo ya mkutano mkuu wa makampuni mbalimbali ilipaswa ongozane na bosi wake. Ilikuwa ni taarifa ya masikitiko sana ndani ya familia. Mume wangu, nimepata barua. Natakiwa kusafiri kikazi kwenda Kigoma. Aliporudi nyumbani alimueleza mume wake, mume wangu, sina amani. Sijui kama nitaweza ndani ya wiki mbili kuwa mbali na wewe. Ni ngumu kwangu kuweza kukubali. Hapana mke wangu, usijali. Umesema ndani ya wiki mbili utakuwa umerudi. Kwenye neno la Mungu tunaambiwa mpeni Kaisari yaliyo yake Kaisari. Hakuna namna mke wangu. Wiki mbili sio mbali, ijapokuwa kwangu ni kama mwaka. Na hii nafasi uliyoipata ni nafasi adhimu kabisa. Unaenda na bosi katika mkutano mkuu. Hii ni nafasi ya upendeleo. Kwa hivyo
sifikiri kabisa kama kutakuwa na ubaya. Ana alifikiria kwa sekunde kadhaa baada ya maneno ya mume wake. Kisha akasema kwa sauti ndogo, sawa. No way out baby, but I will miss you. Basi usiku wao ulikuwa mtamu. Ulikuwa usiku wa kuagana kwa ajili ya safari ya kwenda Kigoma kikazi. Kesho yake asubuhi na mapema sana, George alimwamsha mke wake, wakajiandaa. Kisha akawasha gari mpaka airport ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa ajili ya safari ya kuelekea Kigoma. Wakiwa pamoja na Diana kwenye gari. Kisha wakafika. Bosi, hilo dada yake mie. Naona leo ndo ndani ya kukwea pipa. Ongela. Diana jamani, umeanza ukorofi wako. Ila kweli mkubwa ni mkubwa. Hatimaye naanza tena kabla yako. Wewe tena na misifa yako. Aya bana. Yalikuwa ni maongezi baina ya Diana na dada yake Ana, wakitaniana. Baada ya muda mchache, bosi Derek alifika akiwa na mabegi yake. Oh, Mr. George, za masiku mzee. Salama bosi. Walisalimiana, kisha Derek alimueleza. Nafikiri mengi amekueleza. Imebidi nisafiri naye. Huyo bibie akiwa kama second manager, maana ni mkutano mkuu wa mwaka. Tutakuwa makampuni tofauti tofauti. Kuna mambo ya msingi ambayo tunatakiwa kwenda kuyajenga katika kujifunza na kukuza mipango mbalimbali ya uendeshaji wa kampuni. Hivyo ilikuwa ni lazima nisafiri naye. Hakuna tatizo mzee, hakuna tatizo bosi. Kila kitu naamini kitakuwa kipo sawa. Kwa hivyo hamna shida. Naamini mambo yote yatakuwa yanaenda sawa kabisa. Basi muda huo Ana akiwa hana amani, akijiuliza maswali. Hivi hii safari mbona imekuwa ya ghafla? Hivi ni kweli kuna mkutano au kuna njama za bosi Derek? Basi baada ya dakika kadhaa Derek aliwaaga huku akimwambia Ana, nafikiri muda umefika, tafadhali Ana, tuondoke. Ndipo Ana alikumbatiana na mumewe, kisha akamkisi kwenye paji la uso. Derek akamshika mkono wa Ana na kuanza kuelekea ndani kabisa kwa ajili ya kupanda ndege. George naye alibaki na Diana. Basi nao walishikana mikono na kuanza safari ya kuelekea kwenye gari ili kurudi nyumbani. Hivi ni kweli boss Derek, kulikuwa kuna mkutano kweli yeye na Ana? Na je, mbona George amekubali kirahisi mkewe kuondoka? Kuna siri gani kati yake yeye na shemeji yake Diana, ambao pia walionekana wakiondoka bila huzuni? Hii ni simulizi ya utamu wa shemeji. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Usikose katika sehemu ya 5. Tutaenda kujua kwa nini bosi Derek ametengeneza safari. Je, ni ya mchongo ama ni safari ya kweli? Na je, kuna yapi ambayo yameenda kujiri mtu na shemeji yake? Asante na kwaheri.